Yaani hii ni wananchi wenyewe wameamua kufuatilia mambo, kujua ukweli iko wapi, uongo iko wapi. Lakini tulipiga kura ndio tusiwahi fanya vitu tunafanya. Umeelewa? So civilian authority oversight bado is equals to 1 plus 2 which is equivalent to economic growth and economic development. Yaani sasa tunafanya hii kitu tunafanya sasa, tunaongelea mambo ya sheria na nini, ndio tupate hii 1 plus 2 ndio uchumi yetu ikue sawa. Lakini the fact that tuko hapa inamaanisha kuna shida, si ndio? So tunakuja break down vizuri sana na tunasema now that hii yote imefail na tumeanza hii kazi sisi wenyewe. Ukumbuke wakati nilikuwa hapa last time nilikuambia kazi ya generation yetu, sisi generation yetu tumeamua ku make one sacrifice. Sacrifice yetu ni that we are willing to live for this country. We are not willing to die for this country. Watu walitafuta independence walikufa, sisi hatutaki kukufa. Tunaishi kwa sababu ya nchi yetu. Nakumbuka nilikuambia hapa last time the role of our these two generations, the millennials and the Gen Zs. Hizi generation msiwezi separate. Hiyo ndio divide and rule tactic. Government ilishajua wazazi wanawapenda. So wanaona tugawanye basi hawa vizazi sasa. So government inataka kukue ni kama kuna kitu ya Gen Z na kuna kitu ya nani? Ya millennials. But millennials na Gen Z is just an improvement of the other. One ali sacrifice for the other. Like millennial alisuffer ndio Gen Z enjoy. So ni one and the same thing. So kazi hizi generation mbili si kugombana. Mkigombana hiyo ni divide and rule. Wamewagawanyisha na wanawatawala. So kazi hizi generation mbili nilikuwa hapa last time na nikakuambia ni hivi. To find as many problems as possible, to provide as many solutions as possible and take as much action as possible. Hii ndio kazi yetu. PSA hata inafaa tuziprint kwa t-shirt. Hii ndio kazi ya generation yetu. Ndio maana ulikuwa unasikia walikuwa wanauliza mbona mko leaderless? Ati hamwezi kuwa leaderless, hamwezi kuwa formless, kwa sababu when you are amorphous you are like water, you assume formlessness, ndio? So ni ngumu kukupin down. So wanashangaa hii kitu mbona inaenda ikimutate, kwa sababu the more wanaendelea kufanya makosa, the more sisi tuna find the problems, the more tuna provide solutions, na the more tuna take action. So wajue tu the more hao wanaendelea kufanya makosa, the more sisi tunaendelea kuleta solution na kuchukua hatua. So ndio tuelewe hii vitu yote. I'm now coming to the point. Ndio tuelewe shida iko wapi na solution ni gani na tutachukua hatua gani. Tunasema number 1, PSA ni what is the issue. Number 1. Tunaenda tu na 12, the only 12 of them. Nikifika number 12 Obina, hapo nimekufungulia flow, unaweza niuza maswali yote unataka.